Namshukuru sana rais wa nchi hii ambaye ameweza kupita kwa kishindo kikubwa, lakini pia nimshukuru Mungu kwa sababu yeye amesababisha Samia awe rais. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwanamke ambaye amethubutu. Kwa kweli nilikuwa naangalia kwa kazi alizokuwa anazifanya au anazozifanya, mimi mmoja wapo ni shahidi. Sijaambiwa ila nimeona kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza nililoliona ni kuona barabara zinaenda sawa sawa. Zilikuwa zimesimama, lakini mama amekuja amemaliza pale ambapo haitakiwa paishi. La pili, nimeona hospitali. Mimi ni mtu wa Mbeya. Kijijini kwetu kule Mwakaleli Kandete, kuna watu wataelewa ninachokisema. Kulikuwa hakuna hospitali. Mimi ni mmoja wapo ambaye nilienda kumpeleka mdogo wangu hospitalini. Nilichokishangaa cha ajabu, kuna hospitali nzuri. Watu walikuwa wanatoka Mwakaleli kuelekea Itete kwenda kutibiwa. Wamama wajawazito wanaenda kujifungulia Itete. Kitu ambacho nilichokishangaa ambacho kikanipa hamasisho na nikafurahi. Nilipofika hospitali ya Kandete, nilikuta kuna madaktari wa kutosha. Nilimpeleka mdogo wangu kwenda kujifungua. Nilipofika nilimpeleka kwenye majira saa 3 ya usiku na mvua inanyesha. Wakati wanampima wakasema huyu binti anaenda kufanyia operation. Nilichoshangaa, alifanywa operation sikutoa hata shilingi 10, ambayo zamani tulikuwa tunatoa 360. Unajifungulia mpaka leo kuna watu wanajifungulia kwa hospitali. Lakini mimi nilienda hospitali ya serikali, mdogo wangu akajifungua vizuri na kulikuwa na madaktari 3. Nakumbuka kwa sababu nimeona kwa macho yangu kwamba mama amefanya vizuri kwenye sekta ya hospitali. Alipojifungua yule binti yangu, nikawaeleza nitoe shilingi ngapi, wakasema hutatoa hata shilingi 10. Nikamwambia imekuwaje? Wakasema hapa ni bure. Hospitali nzuri, ina vipimo vya kutosha. Hilo nampongeza sana Mama Samia, na anasema kweli kuwa ni Queen wa Africa, apewe zote, aibe Queen Africa. Ni mama aliyethubutu. Lakini pia niangalie shule. Nilikuwa naangalia shule miaka mingi kidogo mimi nimesoma. Usinione hivi nimepita miaka mingi. Shuleni kwetu tulikuwa wanafunzi 95. Walifaulu wanafunzi 2 tu. Sijui mimi na jamani, mimi kuangalia nyuma. Walifaulu wanafunzi 2. Mmoja ni daktari pale Temeke. Tena sitaki kumtaja jina. Ni daktari, tumesoma darasa moja, kiti kimoja. Walifaulu 2 tu, na mmoja ni mchezaji wa Yanga kama sikosei. Labda kama ameacha sasa hivi. Alifaulu mtu wa pili anaitwa Asa Makilasa. Ni daktari pale Temeke. Lakini sasa cha kushangaa, watoto wetu wanafaulu na shule wanaenda wanasoma bure. Mama yetu amethubutu na amefanya. Na ni mwanamke wa kwanza Afrika, naweza kusema tumpe kula zote za kwamba mama asirudi nyuma, aendelee mbele. Hatutanyamaza kwa sababu tunayaona matendo yake anayoyafanya. Barabara. Siku moja nilikuwa nasafiri kutoka hapa naelekea Kigoma. Wa Kigoma atanielewa. Nilipanda treni Bama. Nilibeba na begi kichwani. Tulipofika Kahama tukapumzika, wakasema kule kuna utekaji, hatuwezi kwenda, barabara ni mbaya. Lakini sasa hivi ninavyokuambia, unaweza kupanda hapa treni, unaweza kupanda basi kutoka hapa mpaka kule Kigoma, usichafuke huko bring kama nilivyo mimi. Sababu ya nani? Mama amethubutu na amefanya. Kwa nini tusimwambie ukweli Mungu asante? Acha kusema maneno mengine hayakusaidii. Sema mtu akifanya vizuri, mpongeze, asonge mbele, tunamuona kazi zake. Mimi kinachoniumiza na kuniumiza zaidi, watoto wa mwaka 2000 wasomi wanaochezea simu asubuhi mpaka jioni.
wanaweka picha za ajabu kumsema mama vibaya. Hata kama hajakuzaa, kumbuka umezaliwa na mwanamke. Hebu niambie, kama unamdhalilisha mama wa nchi hii, wewe hata mama yako umheshimu. Kumheshimu kwa sababu alivyokuwa navyo mama yako ndivyo alivyokuwa navyo rais. Kitendo cha kumdhalilisha mama, hapana. Hakuna mamlaka itakayokuja pasipo Mungu kuruhusu. Kasome Biblia vizuri. Nataka nikwambie hivi, kama ameweza kufanya mambo mazuri, kwa nini tusimpongeze? Na kama ameweza kufanya mambo mazuri, kwa nini tusimwambie mama hongera? Na watu wachache wanataka kuharibu amani ya nchi hii. Nataka nikwambieni jamani, wanawake sisi ndio watesekaji wa kwanza. Sisi ndio ambao hatuwezi hata kukimbia. Hata likitokea bomu hapa, wanaume atapenyeza pale, wanawake taanza kuangalia viatu, kapochi, kichwa, nini, wigi. Kama ulivaa wigi lako kichwani, naanza kuliangalia, utatoka kwenye mlango ule. Jamani, nchi yetu tutaendelea kuiombea, na zaidi tuiombee, zaidi tumwombee rais wetu na viongozi wake wanafanya kazi. Kama madhaifu yaliyokuwepo yasikufanye kusema vibaya, tuyarekebishe ili tuendelee mbele. Bado Tanzania itakuwa ya amani tu, hawatakuwepo watu wa kutuvuruga. Nataka nikwambie mama, tunakuhakikishia tutaomba, tutafunga, hata kuwepo mtu wa kutubabaisha. Nchi ni ya kwetu na sisi ni wa Tanzania. Nataka niseme kitu kimoja, Tanzania tusiigwe nizisha vitu vya nje. Tusipende kuigaiga. Watu wanaigaiga tu, wana misemo ya ajabu, hawamwogopi hata Mungu aliye hai. Hebu jamani, hatutaandamana. Naomba msiandamane. Waliokufa ni watoto wetu, ni ndugu zetu, ni majirani zetu, na wengine tuliwaambia jamani msiende, wakaenda. Nataka niseme kitu kimoja tu, tukiombea nchi, Biblia inasema mwenye haki Mungu akisimama akaomba kwa imani, nchi yetu itapona. Mwenye haki mmoja tu akisimama akiomba kwa ajili ya nchi yetu itapona. Sisi kama watumishi wa Mungu, mashehe na maaskofu, tuiombee nchi yetu. Tuiombee nchi yetu. Tunaamini kwamba Mungu yupo, anatusikia na atatusikia. Mama asiwe na mashaka, tuko nyuma yake, tutamlinda na tutamuombea. Asiwe na woga, aendelee kupiga kazi mpaka pale itakapokwema basi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mama yetu tumishi wa Mungu hapa amesema kwamba hivi anafaa kuitwa queen. Ni kweli, ni mwanamke aliyethubutu. Tumpongeze sana na tutaendelea kumwombea. Mungu awabariki. Asante dada yangu kutoka Mwakaleli Kandete. Dada yangu kabisa wewe. Mimi kwetu kule. Kandete, mimi Kandete pale pale. Dada yangu. Hongera sana dada. Nimefurahi. Umesema kweli. Amesema kweli dada yangu. Sasa nimkaribishe ndugu yetu Sadiki Kashim Godigodi kutoka Tanzania Peace Foundation. Dakika 10 yeye anazo kutoka Tanzania Peace Foundation. Karibu sana. Huyu bwana ni mtu muhimu. Karibu sana mkuu. Asante sana mwenyekiti. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa, kwa kwanza ningependa kupongeza uongozi mzima wa jopo hili la viongozi wa dini kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya, ambayo inaongozwa na mwenyekiti wetu Sheikh Saidi Mwaipopo. Jambo hili la kuitetea nchi hii ni jambo muhimu sana, na ninaomba Sheikh Mwaipopo amekuwa pia akipata lawama za wale wengine ambao ni watukanaji kwa sababu tu ya kutetea taifa hili la Tanzania. Ndugu zanguni, msione mchezo jambo la kuitetea nchi. Watu wana dhamira mbaya na taifa hili, watu wana nia ovu kwa taifa hili, na ndio maana mimi kwa moyo mmoja kabisa
mwenyekiti Mwaipopo aliponipigia simu kwamba tuna jambo la nchi, nikasema hii nitakuwa mstari wa mbele kwa kusema, kama wao wanatuita sisi machawa kwa kuitetea serikali, wao ambao wanaiponda serikali tuwaiteje? Kunguni. Haiwezekani mimi nikiwa upande huu unione mbaya, ila nikiwa upande wako ndio mzuri. Haiwezekani. Na vitendo vya namna hii, ndugu zanguni, toka ilipoanza baada ya uchaguzi kumekuwa na dhamira ambayo sio njema. Tafakarini wa Tanzania, japo wengine wanasema tupuuze, lakini haiwezekani kupuuza. Ukipuuza, siku zote moto mkubwa huanza na nini? Huanza na moto mdogo. Cheche tu husababisha athari kubwa. Leo wale waliokuwa wanasema tupuuze, kilichotokea mmekiona. Leo hii watu wanahangaika. Na mimi niseme Mheshimiwa Rais anafanya kazi kubwa sana. Anafanya kazi ambayo kiukweli unatizama wale wanaompinga na unajiuliza, hivi huyu anachokisema anakielewa? Ukiondoa Mheshimiwa Rais kwamba ni amiri jeshi mkuu, lakini pia ni mzazi. Na ndio maana tunaambiwa, hawajaambiwa washindwa kukosoa, lakini unakosoa kwa lugha gani? Leo ukiangalia kwenye mitandao watu wanatumia lugha mbaya za matusi kama vile hawajazaliwa. Halafu wanasema wao ni waumini wazuri wa imani. Kwa imani gani waliokuwa nayo? Namna ambavyo wanadhalilisha taifa hili, namna ambavyo wanapenda taifa hili lichafuke, liingie kwenye machafuko. Sisi tuna slogan moja inasema, likisimama kama hivi kuna salamu tunaitoa. Ninapenda Sheikh Mwaipopo ni kuambukize salamu hii umma uliopo hapa. Mimi huwa nasema, nikisema amani mliopo mnaitikia, mnasema maisha ya Mtanzania. Nikisema maisha ya Mtanzania mnasema amani. Amani, maisha ya Mtanzania. Maisha ya Mtanzania, amani. Hiyo ndugu viongozi tuichukue. Hiyo ni slogan ya Tanzania Peace Foundation. Na hii dhamira ya kusambaza upendo, utulivu katika taifa letu inatakiwa tuipiganie kwa wivu mkubwa. Lazima tuisemee serikali yetu. Serikali hii ina mambo mengi sana ya kufanya, ina majukumu mengi sana ya kufanya. Mheshimiwa Rais, watu wanadhani nafasi hii ya urais ni jambo dogo. Kuna wakati fulani Mheshimiwa marehemu Dr. Joseph Pombe Magufuli aliwahi kusema kwamba inafika wakati mpaka saa 8 na kuwa sijalala na kagua mafaili, na wakati mwingine nalazimika kuwapigia simu viongozi usiku ule kwa sababu tu ya kusimama ili nchi ikae sawa. Leo hii kila siku wanapoamka viongozi hawa lazima kuwe na vikao asubuhi kujua mahali fulani pako salama, mahali fulani pako salama, mahali fulani hakuko salama. Hii ni kazi kubwa. Leo hii waachwe watu kwa dhamira zao tu za kawaida, kwa interest zao za kisiasa, waachwe kwa kutukana. Ndio maana hakuna taifa lolote duniani linaloongozwa bila amri, sheria na hukumu. Lazima kuwe na amri, lazima kuwe na sheria, lazima kuwe na hukumu. Ndio maana kukawekwa magereza. Anakwenda nani? Mnyama? Binadamu. Hata huyo Mwenyezi Mungu kaweka pepo na moto. Sisi kwetu Waislamu tunasema hivi. Ukifanya vibaya unakwenda wapi? Motoni. Sio kwamba Mungu hakupendi, kakuwekea sheria, fuata ili uepukane na moto. Na wewe uko ndani ya taifa hili la Tanzania, mbona mkiwa kwenye nchi za watu mnafuata sheria? Kwa hiyo hapa ndo mnataka kuifanya nchi hii kama takataka au tambalabovu, kwamba utatoka na matope yako utakuja utajisafisha. Haiwezekani. Na ndio maana ninasema Mheshimiwa Rais ni kama daktari. Mtoto wako ameugua, ameumwa, umempeleka kwa daktari.
Daktari atampima, itaonekana kwamba anaumwa, ana tatizo, anaweza akagundulika kuwa na malaria, ataandikiwa dozi ya malaria, atachomwa sindano, mtoto atalia kwa maumivu ya nini? Ya sindano. Daktari atachukua spiti na pamba, atampaka pale alipochomwa sindano na kumwambia pole, na kesho ataambiwa arudishwe tena. Lakini kulia hakuwezi kusababisha sindano asichomwe, maana ile ndiyo njia ya kufanyaje, ya kumtibu. Tunasema Mheshimiwa Rais, endelea kuchapa kazi. Sisi ambao tunathamini na kuona kile unachokifanya, tutaendelea kuitetea Tanzania yetu, tutaendelea kuitetea serikali yetu, tutaendelea kukutetea Mheshimiwa Rais. Kama unapoendelea kukusema, basi na sisi tutakusema kwa mazuri popote tutakapokuwa, na hakuna yoyote atakayefanya chochote. Sisi ndio Watanzania wenyewe, na sisi ndio tunaopaswa kuitetea nchi yetu. Mimi wala sihuzuniki eti kuitwa chawa au sijui kitu gani. Kwanza naona fahari kuitetea taifa langu. Mimi naona fahari. Nikatetee nini? Kenya? Nyie mmeona wenyewe Kenya wanavyofanya. Lile ni taifa. Kwanza ukikaa Kenya muda wote unakuwa na mashaka. Ulizeni wanaokwenda huko, muda wote una mashaka, hakuna amani. Lakini leo Tanzania, kama mahali popote, roho yako inakuwa na amani. Labda uwe mhalifu. Ukiwa mhalifu siku zote lazima utakuwa na wasiwasi, lakini kama sio mhalifu, ni mtetezi, umekaa kwa nidhamu, kwa kufuata sheria, maadili, utakuwa na amani muda wote tu, utakuwa na amani muda wote. Ndio maana tunasema, ndugu zanguni, viongozi hawa lazima tuwapambanie, lazima tuwape moyo. Hivi ni watu, tutakuwa ni watu wa namna gani ambao hatuthamini mchango wa viongozi wetu? Leo vyombo vya ulinzi na usalama vimefanya kazi kubwa sana, kiasi ambacho unaweza ukasema kama wasinge kuwepo, hii nchi leo tungekuwa tunazungumza nini? Kasema hapa Sheikh Abubakar Kada, matukio yaliyotokea unaweza ukastaajabu. Alikuwa na pesa lakini alikuwa anashindwa kupata chakula. Sasa kama pesa inaweza kula, basi kula pesa zenyewe. Ndugu zangu, ni amani ni kitu muhimu sana. Ni neno mtambuka, lina mambo mengi. Tukiacha hivi vikorokoro vya kwenye, na sasa hivi Bishop hapa amezungumza tabia ya vijana kwenye simu. Mama pia kazungumza, akiamka tu asubuhi watoto wameshaambukizwa yale ambayo tulikuwa tunayazungumza. Sasa wale viongozi wasioitakia mema nchi hii wameshawaambukiza baadhi ya vijana wasioelewa umuhimu wa taifa hili, umuhimu wa amani na utulivu. Kwa hiyo hawa lazima sisi kama viongozi tutoe elimu, tusambaze, kuwaonesha kwamba jamani, kitu mnachokifanya sio kizuri. Unapomchapa mwanao, ni kweli umpendi, lakini unamweka katika misingi ya maadili, akae sawa. Kwa hiyo hata hao vijana wengine wanaokamatwa, wanawekwa ndani, ni kuadabishwa tu kwamba nchi hii na sheria. Hiki ulichokifanya, ndio maana imewekwa sheria ya mitandao. Watu wanataka iondoke ili wapate kutukana vizuri. Haiwezekani. Kweli tunasema kwamba anapowekwa ndani sio kwamba anachukiwa, hapendi. Kwani wangapi wametolewa? Sijuzi tu hapa kuna kijana wamempigia kelele. Alikuwa kijana rafiki yake Roma, Mkatoliki yule anaoishi nje, na alipokelewa kwa sababu yule bwana ni CDM. Lakini ameitwa, wameambiwa, na jeshi la polisi limetoa taarifa, huyu kijana yuko Chang'ombe, mfuatilieni, na amepata dhamana. Kwa hiyo hivi vitu vinafundisha, serikali inatufundisha kwamba, inatukumbusha kwamba nchi ina sheria, tusiende kinyume cha sheria, tuwe watiifu wa sheria, tusiwe wakanyagaji wa sheria. Tutapotea, tutakanyagwa. Ndugu zanguni, mimi nawashukuru sana, namshukuru sana mwenyekiti Mwaipopo. Kazi hii mimi naomba iendelee. Jopo hili naomba msife moyo. Kwa wale ambao wanakupingeni, msife moyo. Viongozi, pambaneni.
ili tuweze kuliendesha jahazi hili la nchi yetu la taifa letu vizuri na kwa amani. Vizazi vinavyokuja vije kukuta tunda hili la amani limekaa vizuri kama walivyotuachia wazee wetu wakiongozwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Amani, maisha Mtanzania, maisha Mtanzania. Amani. Nakushukuruni sana, asanteni sana.